aliyetujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana hapa kwa ajili ya tukio hili muhimu. Mheshimiwa Rais, utakumbuka tarehe 18 Novemba mwaka jana uliunda tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Mheshimiwa Rais, tume ilikuwa na watu 9 akiwemo mwenyekiti wake. Naomba uniruhusu nitumie muda kidogo kuwatambulisha wajumbe wa tume ili kwa wasiowafahamu vizuri waweze kuwafahamu zaidi. Kwa ujumla, wajumbe wa tume hii ni watu mahiri na wameitumikia nchi hii kwa muda mrefu na kustaafu kwa heshima. Aidha, watu hawa wametumika kimataifa kutekeleza majukumu mbalimbali. Mheshimiwa Rais, katika utambulisho nitakaoutoa nitataja jina la kila mjumbe na kutoa maelezo mafupi tu ambayo yanaendana na kazi uliowapatia. Nianze na Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, mwenyekiti wa tume. Nitaomba Mheshimiwa Jaji usimame. Mheshimiwa Jaji Othman ni mtu mwenye uzoefu na weledi mkubwa katika masuala ya sheria, haki za binadamu na utunzaji wa amani. Sote tunafahamu alikuwa jaji mkuu wa Tanzania kutoka mwaka 2010 hadi mwaka 2016. Ameteuliwa na makatibu wakuu wa Umoja wa Mataifa tangu 2017 mfululizo mpaka sasa kuongoza uchunguzi wa kifo cha katibu mkuu wa pili wa Umoja wa Mataifa kilichotokea Ndola, Zambia mwaka 1962. Ni mwenyekiti wa Tume Huru ya Kimataifa ya Uchunguzi ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kuhusu Sudani. Pia aliwahi kuwa mwenyekiti wa Tume ya Kimataifa ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kuhusu Ethiopia. Ni mshauri mwandamizi na wa mwendesha mashtaka wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC. Alikuwa mwendesha mashtaka mkuu wa Timor Mashariki mwaka 2000 na kabla ya hapo alikuwa mkurugenzi wa mashtaka wa Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ya Mauaji ya Rwanda. Alikuwa pia mwenyekiti wa tume ya kuangalia mfumo wa haki jinai nchini, kazi aliyoikamilisha mwaka jana. Asante sana Mheshimiwa Jaji. Wa pili ni Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, ni mjumbe. Yeye tunafahamu pia alikuwa jaji mkuu wa Tanzania kutoka mwaka 2017 hadi 2025. Amewahi kuwa mwenyekiti wa tume ya kurekebisha sheria na amewahi kuwa pia profesa mshiriki wa sheria katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Akiwa jaji mkuu wa Tanzania, alisimamia maboresho makubwa ya utendaji katika mahakama ya Tanzania, na kwa kutambua mchango wake katika kazi hiyo alitunukiwa nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili. Mheshimiwa Profesa Ibrahim Juma pia amewahi kuwa mjumbe wa Tume ya Rais ya kuchunguza chanzo, mazingira na sababu za vifo vya watu 4 Sinza, Dar es Salaam mwaka 2006. Ilikuwa inajulikana kama tume ya Jaji Kipenka. Asante sana Mheshimiwa Jaji. Watatu ni Balozi Ombeni Yohana Sefue, mjumbe. Yeye amewahi kuwa katibu mkuu kiongozi, nafasi ambayo ilimfanya kuwa katibu wa Baraza la Usalama la Taifa na mkuu wa utumishi wa umma. Alikuwa balozi wa Tanzania, Canada, Cuba, Marekani na Umoja wa Mataifa New York. Amekuwa mjumbe na mwenyekiti wa African Peer Review Mechanism Panel of Eminent Persons inayofanya tathmini ya utawala bora barani Afrika, na pia alikuwa makamu mwenyekiti wa tume ya kuangalia mfumo wa haki jinai nchini. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Anayefuata ni Dr. Stegomena Lawrence Tax, naye ni mjumbe.
Dr. Tax ni mwanadiplomasia na mtaalamu katika masuala ya ushirikiano wa kikanda mwenye uzoefu wa miaka zaidi ya 30 katika sera na mikakati, amani na usalama na utawala wa umma. Ameshika nyadhifa mbalimbali za juu kitaifa na kikanda, ikiwemo waziri, katibu mkuu. Mwingine ni IGP mstaafu Saidi Mwema, mjumbe. Alikuwa IGP wa Jeshi la Polisi Tanzania kutokea mwaka 2006 hadi 2013. Anajulikana sana kwa mchango wake mkubwa katika kuimarisha amani na usalama wa kikanda ndani ya Afrika Mashariki. Akiwa IGP alisimamia na kuendeleza ajenda ya mageuzi ya Jeshi la Polisi Tanzania pamoja na mipango ya kukabiliana na uhalifu wa kuvuka mipaka, akishirikiana kwa karibu na shirika la kimataifa la polisi Interpol pamoja na taasisi za kikanda. Juhudi zake ziliimarisha operations za pamoja na uratibu wa usalama miongoni mwa nchi wanachama na kuweka msingi imara wa utulivu wa kikanda. Asante sana IGP mstaafu. Anayefuata ni Balozi Luteni Jenerali mstaafu Paul Ignace Mela, mjumbe. Yeye amelitumikia Jeshi la Wananchi wa Tanzania katika nyadhifa mbalimbali hadi kufika cheo cha Luteni Jenerali wa jeshi. Mwaka 2013 aliteuliwa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuwa mkuu wa Jeshi la Kulinda Amani nchini Sudani, jimbo la Darfur. Amewahi kuwa balozi wa Tanzania Kongo DRC, akiwakilisha pia katika nchi za Jamhuri ya Afrika ya Kati, Cameroon na Gabon. Amewahi pia kuwa mshauri wa kiufundi, technical advisor wa msuluhishi wa mgogoro wa Mashariki ya Kongo, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, katika mchakato wa amani wa Nairobi ukisimamiwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Asante sana Balozi Luteni Jenerali mstaafu. Anayefuata ni Balozi Radhia Naima Msuya, mjumbe. Balozi Msuya kwa zaidi ya miaka 20 ameshughulikia masuala ya kimataifa, multilateral cooperation, ikiwemo Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Madola na nchi zisizofungamana na upande wowote. Pia amewahi kusimamia idara ya Ulaya na Marekani. Katika kusimamia mahusiano ya Umoja wa Ulaya chini ya uongozi wa Ufaransa, alitunukiwa nishani National Order of Merit na serikali ya Ufaransa. Amewahi pia kuwa balozi wa Tanzania Afrika Kusini, Botswana, Namibia, Lesotho na mwakilishi wa Tanzania katika SADC. Chini ya SADC ameshiriki katika usuluhishi wa migogoro ya Zimbabwe, Lesotho, Mauritius na juhudi za upatanishi katika nchi mbalimbali. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Anayefuata ni Balozi George Madafa, mjumbe. Balozi Madafa ni mtaalamu wa sheria ambaye katika serikali mbalimbali hadi alivyostaafu. Vile vile ana uzoefu katika masuala ya kidiplomasia, ambapo amekuwa balozi wa Tanzania nchini Italia na pia akiwakilisha Tanzania katika nchi za Ugiriki, Malta, Slovenia, Macedonia, Croatia na Serbia. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Na mjumbe wa mwisho lakini sio kwa umuhimu ni Balozi David Kapia. Balozi Kapia ni mwanadiplomasia wa siku nyingi ambaye amejishughulisha sana na utatuzi wa migogoro katika nchi mbalimbali. Akiwa msaidizi wa Rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin Mkapa, alishiriki kwenye utatuzi wa mgogoro wa Mashariki mwa Kongo DRC, mgogoro wa Sudani na Sudani Kusini na mgogoro wa Burundi. Akiwa msaidizi wa Rais wa awamu ya 4 Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, alishiriki kwenye utatuzi wa mgogoro wa Ivory Coast. Pia alishiriki katika utatuzi wa mgogoro wa Zimbabwe na mgogoro wa Mashariki mwa Kongo DRC. Alishiriki pia kutayarisha mfumo wa upatanishi wa mgogoro wa Jamhuri ya Afrika ya Kati
Vilevile alishiriki katika usuluhishi na kuweka mfumo wa utatuzi wa mgogoro wa nchi ya Mali. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Mheshimiwa Rais, tume pia ilisaidiwa na Secretariat ambayo iliongozwa na Bwana Honorius Njole ambaye ni mwandishi mkuu wa sheria CPD. Naomba Secretariat kwa ujumla wenu msimame. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, tume ilianza kazi yake tarehe 20 Novemba 2025 na ilipatiwa muda wa siku 90 kukamilisha kazi yake. Hata hivyo, kutokana na ukubwa wa kazi, tume haikuweza kukamilisha kazi yake ndani ya muda ulioipatia, hivyo iliomba muda zaidi, ombi ambalo ulilikubali. Mheshimiwa Rais, nafurahi kwamba leo tume imekamilisha kazi yake na ipo tayari kwa ajili ya kukabidhi ripoti. Na baada ya kusema haya mafupi, Mheshimiwa Rais, naomba sasa kwa heshima nimkaribishe Mheshimiwa Jaji Mohamed Chande Othman, mwenyekiti wa tume, ili aweze kuwasilisha taarifa na kisha kukabidhi rasmi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa